Tarehe 1 mwezi wa 3 mwanangu ndio kachukuliwa. Sasa baada ya kuchukuliwa, ina maana kwamba nikaona kwamba hapana, yote na yote wa kwanza ni Bwana Makoko, kwa sababu ile miezi aliyoizungumza ndio hiyo, na mwanangu kapotea. Ina maana ametuma watu wakuja kumchukua Joseph, ila wale watu waliotumwa hawamfahamu. Wenyewe waliadresiwa tu kwamba pale dukani. Kwa hiyo wakamkuta mwanangu saa 6 wakawa wamemchukua. Mpaka leo saa 6 mchana sina taarifa yoyote ya kwamba mwanangu yuko wapi, anaishi wapi. Kipindi hiko Abdul alikuwa peke yake dukani. Huyu alikuwa anafanya usafi nyumbani. Kwa hiyo ina maana kwamba, ila kulikuwa kuna binti yupo ambaye ni mteja wa kwanza ambaye amelishuhudia tukio. Pia hapo hapo dukani kuna mteja alikuwa ametoka duka la madawa anaumwa, akawa amekuja pale naye anahitaji nguo. Abdul akamwambia kaa kwanza pembeni, nihudumie kwanza hawa. Yule kijana aliyeambiwa akae pembeni na Abdul, wote walifungwa pingu na kupakiwa kwenye gari na kuondoka. Walifungwa pingu. Na wanasema gari lilikuwa na aina gani lilobeba? Gari lilikuwa watu wenyeji wa hapa wanasema ni la mkoani hapa Geita. Basi ndio hivyo, mpaka leo tunahangaika huko, hatuna msaada wowote. Wanatudanganya kwamba mpaka sasa hivi picha wameshatuma kwenye grupu la serikali. Tunawapigia ndugu zetu ambao na wenyewe kwa serikalini, wanatuambia hakuna chochote ambacho wamechokifanya. Kwa hiyo tunashindwa kuelewa kwamba Geita kwa nini taarifa hii hawajaitoa mpaka leo hii. Na maana Joseph ameingia anakuta gari ndo limeondoka. Linaondoka analiona. Duka lilibaki wazi. Yaani Abdul aliomba msaada kwa kusema mnanipeleka wapi? Kuna nini nimekifanya kibaya? Kuna tatizo gani? Kwa hiyo kuna mteja mmoja aliyekuwepo pale alisukumwa. Alikuwa ni dereva bodaboda, akasukumwa, wenyewe tu akafungwa pingu, akawatupa ndani ya gari na gari kuondoka. Kwa maelezo ya yule binti anasema hawakuwa na silaha zaidi ya pingu. Na nikauliza kwamba hawakuonyesha kitambulisho chochote? Akasema hawakuonyesha kitambulisho chochote kwamba wao ni watu wa serikali, wala hawakufanya utambulisho wowote, bali wao waliingia kama wateja, wakachagua nguo, na kisha baada ya hapo walivyokuwa wametimiza kolamu yao na kumfunga pingu na kuondoka. Serikali ninachoiomba wanionyeshe mwanangu yuko wapi, kwa sababu Bwana Makoko ni mtu wa serikali. Na kama Bwana Makoko ni mtu wa serikali, ina maana kwamba mwanangu yuko mikononi mwa serikali. Sijui mwanangu yuko wapi, anaishi vipi, anakula nini. Au kama ameshakufa waniletee maiti nizike. Hiyo siku nje kumkamata Abdul, nilikuwepo huko ndani kama mteja. Kwa hiyo mdoni kama nimekaa kama tunapiga story na Abdul, akaja mteja kuchagua nguo. Alikuja ni kama boda kwa kuchagua nguo. Amechagua nguo baadhi, akaipata aliyokuwa anahitaji. Baadaye akasema kama wamchagulie tena nyingine, anataka suruali 2. Kwa hiyo akawa anamchagulia, amesimama tu. Baadaye kuna baba mmoja akaingia mweupe mrefu, alifaa kaanza kumpapasa Abdul. Akaingia tena mwingine wa pili mweusi ni mfupi wa wastani, akamkamata. Humo ndani kulikuwa na vijana mwingine amekaa. Walipomkamata Abdul, akamkamata na yule mwenzake, akawekea pingu, wakaondoka naye bila kusema chochote, hata sasa kujua kinachoendelea. Hapana, kwa kweli. Yaani kwanza tunajikuta tuko, yaani kwanza tunashangaa, tulipata na bungwazi, hatukujua kinachoendelea kitu gani. Kwanza tukitaka kuuliza, kwanza mimi nilikuwa nimekaa nikaambia kama dada tulie, usiamke ukae hapo hapo. Kwa hiyo nikashindwa, nikakosa nguvu za kuinuka, nikawa nimekaa humo ndani. Kikweli pale sikuweza kufafanua, kwa sababu waliingia tukajua ni maskari, ni kama maskari. Walimuongea wakampapasa, wakamtoa wallet, wakamtoa simu, wakaingia na mwingine, ndio wakamkamata, wakamwekea pingu pamoja na yule alikuwa amekaa humo ndani mwenzake, wakawa wameondoka.